Mungu, niko tayari tena siku ya leo kwa neno lako. Kila mmoja aombe. Baba Mungu, tunakushukuru. Asante kwa uaminifu wako. Ni uaminifu wako umetukusanya hapa. Asante kwa uwepo wako mwingi ambao uko hapa. Tunakutukuza Jehova mwenye nguvu zote. Uweponi mwako kuna uzima. Ninapenda nikae nawe. Tunakushukuru Mungu mwaminifu. Asante kwa uwepo wako. Asante kwa saa uliyotupatia ya kukaa mbele zako kujifunza maneno yako na kila ambacho umekusudia kwa ajili ya maisha yetu mmoja mmoja na kwa kanisa kwa ujumla. Tuko tayari kupokea, tuko tayari kujifunza, tuko tayari kwenda hatua nyingine, tuko tayari kugeuka, tuko tayari kubadilika, tuko tayari kujirekebisha, tuko tayari kuonywa, tuko tayari kufundishwa na wewe. Ninaomba neno hili Mungu liingie ndani ya moyo wa kila mmoja na limpatia hatua ambayo imekusudiwa kwake na maisha yake na uchumi wake na kila eneo la maisha yake. Tunakushukuru Mungu na kutukuza. Asante Roho Mtakatifu kwa saa hii. Saa hii ni ya kwako na muda huu ni wa kwako. Utatuhudumia na utukufu wote utakurudia wewe, katika jina la Yesu Kristo wote tuseme amen. Shangilia Bwana Yesu wakati unakaa. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Tumekuwa na mafundisho, leo ni siku ya 5, umuhimu wa kutoa na kujitoa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Umuhimu wa kutoa na kujitoa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Sehemu ya kwanza ya somo hili tuliangalia kuhusiana na ufalme wa Mungu, na sehemu ya pili ambayo tulianza jana tukaanza kuangalia kuhusiana na utoaji, na tulianza kipengele cha kwanza kuhusu utoaji ambacho ni mitazamo isiyo sahihi kuhusu kutoa au sababu zisizo sahihi kutoa. Bwana asifiwe sana. Na nilisema kabla ya kutoa, Mungu anafuatilia kwanza kile kinachokusukuma kutoa, ile kwa nini yako.
na jana tulikuwa tunashughulika na kwa nini zetu. Amen. Ninaamini ambaye amefuatilia kwa umakini kuna namna amebadilishwa au amebadilika. Kama ukuwepo jana, ninakushauri ufuatilie kwenye YouTube au audios ambazo nafikiri mmetumiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tulianza kuona mitazamo kadhaa ambayo sio sahihi. Namba 1 tukasema mtazamo wa kwanza usio sahihi ni kutoa ni sawa na kucheza kamari au bahati nasibu. Na tukasema usitoe kwa msukumo huo wala mtazamo huo. Mungu hajaweka utoaji kama mashine ya kuchezea kamari. Amen. Na namba 2 tukasema usitoe kwa msukumo wa kumshawishi, kumuhonga au kumlipa Mungu. Haununui, hauwezi kununua baraka, hauwezi kumnunua Mungu, hauwezi kumuhonga Mungu, hauwezi kumlipa Mungu. Biblia inasema vitu vyote vinatoka kwake, viko kwa uweza wake, vitarejea kwake. Kwa kama ni Mungu ndio aliyetupa kwanza, hakuna namna tunaweza kuwa tunamlipa kwa kutoa kwetu. Amen. Lakini namba 3 tukasema usitoe kwa kuogopa, kwa hofu. Nyuma ya hofu hakuna Mungu. Shetani ndio anatumia hofu kuwatawala watu. Kwa usitoe kwa hofu, usitoe kwa aibu, kwa kuona aibu. Biblia inasema katika pendo hakuna hofu. Katika Mungu hakuna hofu. Aliyekamilika katika Mungu aendeshwi na hofu. Aombi kwa sababu anaogopa, atoi kwa sababu anaogopa. Msukumo wetu wa kutoa upasi kuwa hofu ya laana au hofu kwa watumishi wa Mungu au kuwaonea aibu watumishi wa Mungu. Amen. Namba 4 nikasema usitoe kwa sababu ya pressure unayopigwa, shinikizo unalopigwa, pressure. Aidha na mhamasishaji au na mtumishi wa Mungu au na mtu yoyote, usitoe kwa sababu ya pressure. Toa kwa moyo wa kupenda na hiyo ndio yenye matokeo. Amen. Namba 5 nikasema usitoe kwa kusudi la kuonekana au kufahamika kwa mtu, watu au kwa mchungaji. Amen. Usitoe kwa kusudi la kuonekana au kufahamika. Unaweza ukatoa ukiwa unaonekana, lakini si kwa kusudi la kujionyesha au kuonekana. Na nisema unajuaje? Kiasi chako cha sirini kiwe sawa na cha wazi. Yaani anzia moyoni kwanza. Kabla hujapewa maiki kuongea, anza moyoni kwanza. Ninamtolea Mungu kiasi fulani. Alafu ndicho kiwe ambacho unakisema. Amen. Na hayo yote tulikuwa tunayaongelea kwa undani, sitaki kuyarudia kwa sababu hatuna huo muda. Namba 6 nikasema usitoe kama msaada. Toa kama sadaka. Msaada unaenda kwa watu, sadaka inaenda kwa Mungu. Mungu hapokei misaada kwa sababu huwezi kumsaidia Mungu. Usitoe kama msaada, toa kama sadaka. Namba 7 nikasema usitoe nje ya utii. Usitoe nje ya utii kwa neno la Mungu, usitoe nje ya utii kwa sauti ya Mungu. Kutoa sio mbadala wa kuziishi kanuni za Mungu. Usitoe nje ya utii wa kanuni zingine za Mungu. Usitoe nje ya utii wa maono ambayo umewekwa chini yake. Usitoe nje ya utii. Utoaji haukufanyi kuwa juu ya maono. Amen. Usije ukapuuza kanuni zingine za ufalme kwa sababu tu ni mtoaji mwaminifu. Hapana. Biblia inasema kanuni juu ya kanuni, amri juu ya amri. Kama tunataka kufanikiwa, lazima tuzingatie neno la Mungu. Biblia inasema jumla ya neno lako ni kweli. Jumla ya neno la Mungu. Kwa usije ukawa unakashika kamoja alafu ukiashumu mengine yote yatakuwa sawa sawa. Ni jumla ya neno la Mungu. Ni kanuni juu ya kanuni, amri juu ya amri. Usitoe nje ya utii. Na namba 8 tulishia hiyo. Tukasema usitoe kwa hisia na misimko. Usitoe kwa hisia na misimko, na tuliona watu wawili ambao walitoa kwa hisia. Mmoja anaitwa Yefta na mwingine aliyefanya mambo kwa hisia anaitwa Herode, na wakajikuta wameingia kwenye matatizo. Amen.
Leo nataka tuendelee kuanzia hapo. Kuna mahali nitakimbia kidogo. Nafikiri tumalize saa 1 kamili, ni sawa? Okay. Ni tusogee mbele kidogo. Tunatoa wapi? Ili ni jambo la muhimu sana la kulijibu. Ni swali muhimu sana la kulijibu. Tunatoa wapi? Tunatoa wapi? Sadaka zetu tunaelekeza wapi? Tunaelekeza kwa nani? Jibu ni moja tu. Tunatoa kwa Mungu. Yaani hii kiseto ndani yako, bila kujali inapitia wapi, lakini unatoa kwa nani? Kwa Mungu. Tunatoa kwa Mungu. Sadaka ni kwa Mungu, sio kwa mtu yoyote. Ni kwa Mungu. Sasa Mungu hatumuoni kwa macho ya nyama. Mungu ameweka wawakilishi. Ni kama maandili andiko linavyosema vitu vyote vyatoka kwake. Manake kila ulicho nacho Mungu alikupatia. Lakini haukukutana na Mungu barabarani akakupa. Ilipitia mahali. Kwa alikupatia kupitia channel fulani, kupitia mkondo fulani. Si ndio watu wa Mungu? Na ndivyo ilivyo. Tunatoa kwa Mungu kupitia mahali fulani. Lakini ndani yetu tunapaswa kuwa na huu mtazamo ya kwamba ninamtolea Mungu. Amen? Kwa tunatoa kwa Mungu kupitia wawakilishi ambao ameweka duniani. Namba 1, kupitia watumishi wa Mungu. Tunatoa kwa Mungu kupitia watumishi wa Mungu. Namba 2, kupitia kazi za ufalme. Kupitia kuzifanya kazi za ufalme wa Mungu. Tunatoa kwa Mungu kupitia kazi za ufalme. Kila unapotoa kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu, umetoa kwa Mungu. Tunatoa kwa Mungu namba 3, kupitia wazazi. Nitazieleza hizi zote kidogo. Kupitia wazazi. Namba 4, tunatoa kwa Mungu kupitia wenye mahitaji. Tunatoa kwa Mungu kupitia wenye mahitaji. Na nitaeleza na kusoma baadhi ya maandiko. Namba 5, tunatoa kwa Mungu kupitia maskini. Kupitia maskini. Na namba 6, tunatoa kwa Mungu kupitia wajane na yatima. Amen? Kwa tunatoa wapi? Kwa Mungu. Lakini hatumuoni Mungu. Mungu anao wawakilishi. Tunatoa kwa Mungu kupitia watumishi wa Mungu. Kupitia watumishi wa Mungu. Ukisoma Waefeso sura ya 4 mstari wa 8, Biblia inasema hivyo husema alipopaa juu aliteka mateka akawapa wanadamu vipawa. Unajua mwanzoni nilikuwa ninafikiri anaposema akawapa wanadamu vipawa anaongelea vitu fulani, talents. Lakini baadaye nikagundua anaongelea watumishi wa Mungu. Yaani akawapa wanadamu zawadi. Na hizo zawadi ni watu. Yaani akawapa wanadamu aina fulani ya watu. Ndio ili andiko ukilifuatilia vizuri na gundua. Biblia inasema hivyo usema alipopaa juu aliteka mateka, Yesu manake, akawapa wanadamu vipawa. Kiingereza nasema he gave gifts unto men. Akatoa zawadi kwa watu. Amen? Alafu ukiendelea mbele unaona anasema naye alitoa. Anaelezea hivyo vipawa alivyovitoa. Hizo zawadi alizozitoa kwa watu. Naye alitoa, mstari wa 11. Naye alitoa wengine kuwa mitume. Kwa hiyo unagundua aongelei kitu, anaongelea mtu. Angesema alitoa utume ni kitu. Mitume ni watu. Kwa hiyo unagundua zawadi ambazo anaongelea amewapa wanadamu. Amewapa nini? Watu. Na hao watu ni wa aina gani? Anasema naye alitoa wengine kuwa mitume na manabii na wainjilisti na waalimu na wachungaji. Kwa hiyo unagundua Yesu alipopaa juu akatoa zawadi kwa watu. Maana yake mtumishi wa Mungu mbele yako ni zawadi uliopewa kwa watu. Ni zawadi ambayo Mungu amekupa kwako. Ninaeleweka vizuri watu wa Mungu? Anasema alipopaa juu aliwapa wanadamu vipawa, alitoa
zawadi. Na unaona sasa ametaja zile huduma 5 au zile ofisi 5 ambazo ambazo Yesu amezitoa kwa kanisa. Anasema naye alitoa wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa wainjilisti, wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, na vitu vingine hapo ambavyo amevisema. Amen. Ambacho ninataka uanze kukiona, kundi la kwanza ambalo Mungu ametupa kumtolea Mungu kupitia kwalo ni kundi la hizi huduma 5, ofisi. Na hizi huduma kimsingi sio mtu, ni ofisi ambayo anakalia mtu. Kwa hiyo usitazame kwanza kama mtu, ione kwanza kama ofisi ambayo Mungu amemweka mtu, na ile ofisi ndio inadai hicho ambacho Mungu anaagiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Naeleweka vizuri, watu wa Mungu? Kwa hiyo unapowahudumia watumishi wa Mungu, kimaandiko unamtolea nani? Mungu. Unamhudumia Mungu. Unamhudumia Mungu. Biblia inasema kwenye Mathayo sura ya 10 mstari wa 8 hadi wa 13, anasema pozeni wagonjwa, fufueni wafu. Haya ni maagizo ya watumishi. Anasema pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Alafu anasema msichukue dhahabu wala fedha wala mapesa mishipini mwenu mnapoenda kwa ajili ya utumishi. Maanake usiwaze hivi vitu vyote, kwa sababu ukiviwaza focus itapotea. Hamna kitu kinaweza kupoteza mtu focus kama fedha na mahitaji. Ni rahisi mno kujikuta umepoteza focus, hivi vitu vikiwa kipaumbele cha moyo wako. Alafu hapo chini anasema kwa nini msifanye hivyo? Kwa sababu mtendakazi anastahili posho lake. Mtendakazi anastahili posho lake. Alafu anasema na mji wote au kijiji chochote mtakachoingia, tafuteni ni nani huyo aliye mwaminifu, mkae kwake hata mtakapotoka. Manake moja ya uaminifu wa mtu unapimwa namna anavyowahendo watumishi wa Mungu. Amen. Anasema mkae kwake, alafu anasema nanyi aliye mwaminifu mkae kwake hata mtakapotoka. Nanyi mkiingia katika nyumba msalimuni, na nyumba ile ikistahimili amani yenu na ifikirie, la kwamba haikustahimili amani yenu muondoke nayo. Na ukisoma pia kwenye Mathayo sura ya 10 mstari wa 40 mpaka 41, anasema sasa hapa anaenda upande wa pili. Sasa hawa anawaagiza wanapoenda wasifikiri mahitaji, wafikiri tu kile ambacho anatakiwa kukipeleka. Alafu upande wa pili anaagiza, anasema kwenye Mathayo 10 mstari wa 40 na 41, anasema awapokeaye ninyi anipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma. Alafu anasema ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii, naye ampokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Amen. Kwa hiyo watumishi wa Mungu ni wawakilishi wa Mungu, ni wawakilishi wa ufalme wa Mungu duniani. Kwa Mungu anapokupa mtumishi wa Mungu, amekupa mwakilishi wake duniani, na maandiko yanathibitisha hivyo. Amen. Na unaona wazi kwa mfano kwenye Luka 10 mstari wa 8 mpaka wa 9, Luka 10:8 na 9, anasema na mji wote mtakaoingia wakiwakaribisha, vileni vyakula viokwavyo mbele yenu, waponyeni wagonjwa waliomo. Alafu anasema waambieni ufalme wa Mungu umewakaribia. Sio umekaribia, umewakaribia. Yaani unayemwona hapo yuko ufalme wa Mungu umewakaribia. Maanake unayemuona ni mwakilishi wa ufalme. Kwa kuwa amekukaribia, ufalme wa Mungu umekukaribia. Ndio maandiko yanavyosema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu akikupa nafasi akikutanisha na mtumishi wake, maana yake amekukutanisha na mwakilishi wake. Tunamtolea Mungu kupitia watumishi wa Mungu. Anayempokea mtumishi wa Mungu
anampokea Yesu na anampokea Mungu ambaye alimtuma yule mtumishi. Ndio hilo andiko linavyosema. Na hili andiko linazungumzia vitu viwili kwa watumishi wa Mungu. Kitu cha kwanza anasema ukimpokea mtumishi wa Mungu, namba moja umempokea Yesu. Lakini namba mbili umepokea thawabu ya mtumishi. Sio ya maana yake kwa mtumishi wa Mungu kuna thawabu mbili. Kuna thawabu ya Mungu kwako na kuna thawabu ya mtumishi wa Mungu kwako. Maana yake kila mtumishi wa Mungu wa kweli anazo thawabu. Anazo, kwa lugha nyingine, anazo neema ambazo Mungu amempatia. Na hizo neema hauwezi kushindana nazo. Kuna vitu vingine, kuna neema zingine zinapatikana kupitia maisha ya maombi sana, mifungo, mpaka mtu anakutana na encounter nguvu ya Mungu na anaachiliwa neema. Lakini kuna neema nyingine iliachiliwa kwa sababu ya maamuzi aliyofanya. Iliachiliwa tu kwa sababu ya maamuzi. Kuna watu wengi sana wameitwa kwenye kumtumikia Mungu na wanashindwa kuamua. Kwa sababu gani? Wanaogopa maisha. Wana vitu vingi viko ndani yao. Kwa ile tu kuamua, kuna neema nyingine zinaachiliwa. Na kuna neema nyingine zinaachiliwa kwa sababu ya nature ya wito, kile ambacho anatakiwa kwenda kuaccomplish. Kwa ambao unaweza kama ukitaka kuishindana, unaweza kushindana nayo. Ni ile iliyopatikana kwa maombi na mifungo mingi. Hiyo unaweza kushindana nayo. Lakini hili iliachiliwa kwa sababu ya commitment yake. Kuacha vyote. Kwa mfano, mimi binafsi nilitoka kwenye kazi, kwenye ajira ambayo nilikuwa nimeshatumika kwa miaka zaidi ya 10, miaka 12, na niliacha mshahara, niliacha mshahara wa milioni 6 kwa mwezi. Yaani nikiwa nina mke na nikiwa nina watoto wanasoma shule. Unaweza ukaimagine. Unaacha wakati haujui unachoenda kupata. Kwa kile kitendo, hiyo commitment, tayari kuna neema ambayo imekuja. Hiyo huwezi kushindana nayo hata kwa maombi. Yaani hata tukishindana ukasema unaomba kuliko mimi, unafunga kuliko mimi, kuna vitu ambavyo hautavipata kwa namna ambayo nimevipata au Mungu ameviachilia kwangu kwa sababu tu ya commitment hiyo. Ninaeleweka vizuri, watu wa Mungu? Nimesema hivi kwa lengo la ushuhuda. Sawa? Haimaanishi mimi niko unique kuliko wengine, niko tofauti na wengine au hivyo. Kwa lengo la ushuhuda. Sasa kila mtumishi wa Mungu wakati anafanya hayo maamuzi, kuna vitu vya aina hiyo ambavyo viko kwake. Kwa hiyo kuna neema ambazo zinaachiliwa kwake. Utazipata kupitia hiki ambacho amekisema. Amesema Yesu, anasema ampokeaye mtumishi wangu atapokea thawabu ya mtumishi. Kuna thawabu ya Mungu juu ya mtumishi wa Mungu na kuna thawabu ya mtumishi wa Mungu juu yake ambao Mungu ameiweka kwake. Hiyo haijalishi ameomba, hajaomba, amefunga, hajafunga, kabla hajafanya chochote, kuna neema ambayo anatembea nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hizo neema ambazo Mungu ameziachilia kwa watumishi wa Mungu, hatutazipata mpaka tujifunze kuwapokea watumishi wa Mungu. Ndio maana Yesu anasema ampokeaye mtumishi wa Mungu anipokea mimi na anampokea aliyenituma. Maana yake anampokea Yesu na anampokea Mungu. Lakini pia ampokeaye nabii anapokea thawabu ya nabii. Kuna vitu ambavyo mtumishi wa Mungu anavyo yeye, yani vinamtegemea yeye na anaweza akaviachilia kwa mtu yoyote yeye kwa namna anavyoamua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vingine anavyo Mungu kwa ajili yako kupitia mtumishi wa Mungu. Lakini kuna vingine anavyo, na kila mtumishi wa Mungu ambaye ametembea na Mungu anajua amebeba nini. Mimi najua. Kwa kuna vitu ambavyo najua, yani niombe nisiombe, kuna maeneo ambayo najua hayo yataenda tu hivyo. Kwa sababu gani? Kuna kitu tayari Mungu amekiachilia. Kuna neema Mungu ameiweka kwangu. Amen. Sasa ukijua namna ya kuenenda na huyo mtumishi wa Mungu, unaweza ukafurahia hiyo neema kwa sababu tu ya kujua namna ya kumpokea. Amen. Na mimi naeleweka vizuri, watu wa Mungu? Kwa hiyo Mungu ametupa watumishi wa Mungu kutuletea wepesi,
kupitia neema walizobeba. Na tunapishana, kila mtumishi wa Mungu ana neema zake ambazo ni unique, tofauti na mwingine. Kila mmoja, kila mtumishi wa Mungu wa kweli ana neema ambazo ni unaweza kuipata kwake na inaweza ikawa ngumu kidogo kuipata kwa mtu mwingine, na hizo zinapishana. Kwa hiyo Mungu ametupatia watumishi wa Mungu kama wawakilishi wake ili pia kutuletea wepesi kupitia neema ambazo wanazibeba. Thawabu wanazibeba watumishi wa Mungu zinaachiliwa kwa kuwapokea na kuwatunza na kutambua kile ambacho wamekibeba. Na kumbuka, hii ni ofisi. Ninaposema mtumishi wa Mungu sizungumzii mtu fulani yuko perfect. Ninaongelea Mungu aliyemwamini akamweka kwenye hiyo ofisi. Ukianza kumchambua utakutana na matatizo. Utagundua ana mapungufu. Unaweza kugundua hajui kula vizuri. Akila anajichafua. Unaweza ujue ana table manners yani. Alikolelewa, inawezekana alikulia mtaani. Au chakula ilikuwa ni changamoto. Wanalia kwenye sinia, alafu chakula kidogo watu wengi. Kwa ana speed, ana vitu vya aina hiyo. Unaweza ukakutana navyo vingi tu. Ukiamua kumchambua, utakutana na madhaifu ya kutosha. Lakini ninaongelea Mungu aliyemwamini akamweka kwenye hiyo nafasi. Amen. Ile nafasi aliyowekwa inabeba thawabu ambao ukipokea kwa usahihi kuna thawabu ambazo zitaambatana na wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana maandiko yanasema mwanafunzi na amshirikishe mkufunzi wake katika mema yote. Lakini pia kwenye Wathesalonike wa kwanza 5:12 anasema, lakini ndugu, tunataka muwatambue wale wanaojitaabisha kwa ajili yenu kwa kuwasimamia ninyi katika Bwana na kuwaonyeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Naeleweka vizuri? Na sasa sitaki kuingia ndani sana kwenye hiyo, lakini ukiangalia kwa nini watumishi wa Mungu, unaona ilianzia kwenye Agano la Kale. Tangu wakati Mungu anatoa maelekezo kwa Israeli kwenye yale mataifa 12, kuna makabila 12, kuna kabila moja alilitenga kwa ajili ya utumishi wa madhabahuni. Na lile kabila hakuligawia urithi. Kwa wakati anagawanya nchi iligawanywa kwenye mafungu 11. Japo kabila zilikuwa 12. Kwa hiyo wale kabila moja la Lawi wanaishije? Ndo akatoa maelekezo kwamba kwenye kila mtakachopata, kwenye mavuno, kwenye nini, hakikisha unatenga kiasi fulani kwa ajili ya Lawi. Kwa Walawi kwenye Agano la Kale wanasimama nafasi ya watumishi wa Mungu. Unaweza ukaona kwenye Kumbukumbu la Torati 10:8 na 9, lakini Mambo ya Walawi 7:35 mpaka 36, Kumbukumbu la Torati tena 12 mstari wa 10 mpaka wa 12, na unaweza pia ukaona Kumbukumbu 14 mstari wa 29. Kwa nini pia watumishi wa Mungu? Kwa sababu ile ambayo nimeisema, watumishi wa Mungu wanabeba thawabu, wanazo thawabu kwa ajili yetu. Na mfano mzuri, labda nitoe mifano kadhaa. Kwa mfano, mtu kama Elia alikuwa ana thawabu. Kuna neema alikuwa anatembea nayo. Na neema aliyokuwa anatembea nayo Elia ilikuwa imruhusu kufa na njaa. Elia alikuwa hawezi kufa na njaa. Aidha ameomba, hajaomba, amefunga, hajafunga. Hata ameomba kufa, lakini njaa iruhusiwi kumuua. Neema aliyokuwa nayo ilikuwa inavuta provisioning ya chakula Elia. Ndio unaona anatoka kwenye kumkimbia Ahabu, Yezebel, alafu anaomba kufa. Unajua Elia anaomba kufa, Mungu niue. Amelala anasubiri afe, kunguru analeta chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake Elia ilikuwa haiwezekani njaa imuue. Yaani iwe ameomba, hajaomba, ametenda dhambi, hajatenda dhambi.
Njaa ilikuwa haiwezi kumuua kwa sababu ya kila alichokuwa amebeba. Unaona kunguru analeta chakula, unaona malaika analeta chakula, unaona sijui anaelekezwa nenda kwenye kijito cha Kerithi, pale utakuta maji, alafu utakuta pia kunguru atakulisha. Kwa unaona kesi nyingi sana ambazo Elia hatumii nguvu yoyote, chakula kinakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akamtazama mwanamke mmoja, mwanamke mjane, yule mjane ambaye wa Sarepta. Akaona huyu mama anakaribia kufa na njaa. Unajua watu wengi tunafikiri ni Elia ndo alienda kula chakula cha yule mama. Ni yule mama ndo alienda kufaidi neema ya Elia. Kwa sababu Elia ukiangalia ameishi bila mtu yote wa kumlisha na akufa na njaa. Kwa Mungu akaona kuna huyu mwanamke anaenda kufa na njaa na amebakiza mlo mmoja ili ale afe. Mungu akamsogeza mtu mwenye neema ya kutokufa na njaa. Kwa alipofika tu pale, alipomlisha kile chakula, Biblia inasema chakula hakikuisha. Kwa sababu aliyekuja anabeba neema ya kutokufa na njaa. Kwa ndivyo ambavyo Mungu ameweka neema kwa watumishi wa Mungu. Kuna vitu una struggle, na kuambia ukweli, unaweza ukaomba, ukafunga, unahitaji tu kujiattach mahali sahihi. Kuna mipambano inapotea yenyewe. Unashangaa tu, mbona kitu hiki nilikuwa nakiombea na pambana nacho, lakini baada ya kupokea mtumishi wa Mungu sahihi, kuna hivi vitu vimeondoka. Vimeondoka vyenyewe bila nguvu zozote. Maana yake unaishi kwenye neema. Unajua kwa mfano, ukiangalia mtu kama Elisha, mfano wa pili. Elisha, moja ya neema alikuwa anatembea nayo ni ya ulinzi usio wa kawaida. Sasa kuna mtumishi wake, kuna wakati wanakuja majeshi kuja kumkamata Elisha. Unajua yule mtumishi akaona yale majeshi, alafu akaanza kulia, akasema ole wetu, ole wetu, kwa sababu tunaenda kumalizika. Elisha akaomba Mungu amfungue macho, akaona walio upande wake. Sasa ukifuatilia lile andiko unagundua ya kwamba yale majeshi ya upande wa Mungu kwa Elisha yalikuwa yanamlinda Elisha. Yule jamaa alilindwa kwa sababu alikuwa pamoja na Elisha. Maandiko yako very clear kabisa kwamba yale ni majeshi yalikuwa yamemzunguka Elisha, sio Elisha na mtumishi wake. Yalikuwa yamemzunguka nani? Elisha. Lakini sasa yule jamaa alikuwa hapo, ikabidi afanye nini? Naye alindwe. Kuna watu ukijiassociate nao, kuna vitu vitaondoka natural ukijua namna ya kuwapokea watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna neema ambazo watumishi wa Mungu wanazibeba, na Mungu ametupatia hao kama zawadi ili tufurahie kile walichokibeba. Angalia mtu kama Paulo. Hivi unajua kama sio Paulo kuwepo kwenye ile meli, walikuwa wameisha. Walikuwa wameisha. Ukiangalia kile ambacho malaika alimtokea Paulo na kumwambia, kilikuwa kinamhusu Paulo. Yule kwa sababu wewe nina kazi na wewe, kwao nitakulinda. Lakini kwa sababu uko na hawa jamaa, basi na wenyewe watalindwa kwa sababu wamekuwa pamoja na wewe. Maana ile ilikuwa ni neema ya Paulo ambayo iliwasaidia na kuwaokoa wengine. Amen. Naamini kwa mifano hiyo michache umenielewa vizuri. Kwa hiyo tunatoa kwa nani? Tunatoa kwa Mungu namba moja kupitia watumishi wa Mungu. Lakini tunatoa kwa Mungu namba mbili kupitia kujenga ufalme wa Mungu. Kupitia kujenga ufalme. Unapofanya kazi za ufalme, kwa mfano labda kuna ujenzi wa kanisa, unapotoa hautoi kwenye ujenzi, unatoa kwa Mungu. Lazima hii kitu ikae kwenye fahamu zetu. Unapofanya kwa mtumishi wa Mungu, haufanyi kwa mtumishi wa Mungu, unafanya kwa nani? Unamtolea Mungu kupitia mtumishi wa Mungu. Unamtolea Mungu kupitia ujenzi wa kanisa. Unamtolea Mungu kupitia hizo kazi za ufalme, labda ujenzi au maendeleo fulani ya kanisa, au kupeleka injili, au kwenye labda shughuli fulani ya uvunaji wa nafsi. Unapofanya hivyo vyote, unafanya kwa nani? Kwa Mungu. Unamtolea Mungu. Tunamtolea Mungu kupitia kujenga kazi za ufalme, kupitia kazi za ufalme na kazi za injili. Lakini pia namba tatu ambao wengi naamini hatuizingatii sana, tunatoa kwa Mungu kupitia wazazi.
kutoka kwa Mungu kupitia wazazi. Unapofanya kwa wazazi, unafanya kwa Mungu. Kwa sababu wazazi pia, hivi unajua ni wawakilishi wa Mungu duniani ni wawili tu. Ni mtumishi wa Mungu na mzazi. Na kiuhalisia mtu mwenye uwezo wa kubariki ni wawili tu ndio anaweza kubariki. Sasa yani hii inaongelea hata tumtoe Mungu. Yani mtu ambaye anaweza kutamka baraka ikatokea ni mtumishi wa Mungu na mzazi. Mungu anaweza kumbariki mtu direct, lakini pia mzazi ana uwezo wa kumbariki mtu. Anabeba baraka ndani yake. Na mtumishi wa Mungu anao uwezo wa kumbariki mtu. Ni hayo makundi tu mawili. Haya mengine tunaambiana ubarikiwe ni sawa tu. Mungu akubariki ni sawa tu. Lakini sio kila mtu anaweza kumbariki mtu. Mungu akubariki ni sawa. Mungu akubariki. Lakini mzazi anaweza kusema ninakubariki na ikashika. Mtumishi wa Mungu anaweza kusema ninakubariki kwa sababu anabeba baraka ya Mungu. Hawa ni carriers wa baraka za Mungu. Ndani yao wanazo mzazi. Na sisemi mzazi aliyeokoka. Mzazi. Kwa sababu mzazi ni nafasi, ni position. Sio mtu. Kabla ya mtu ni nafasi. Mtumishi wa Mungu kabla ya mtu ni nafasi. Kwa kinachobeba hiyo baraka ni ile nafasi ambayo Mungu amemweka. Kwa hiyo unapofanya kwa mzazi pia unafanya kwa Mungu. Kwa hiyo tunamtolea Mungu kupitia wazazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema, ndio maana ukisoma Waefeso 6 mstari wa 1 na wa 2 unagundua wameunganishwa pamoja watumishi wa Mungu na wazazi. Wameunganishwa pamoja. Waefeso 6 mstari wa 1 anaanza kusema hivi. Waefeso 6 mstari wa 1 anasema, enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana. Watumishi wa Mungu hao katika Bwana. Wazazi katika Bwana, maana yake hao ni watumishi wa Mungu. Maana hiyo ndiyo haki. Mstari wa 2 anasema, waheshimu baba yako na mama yako. Maana yake hao ni wazazi wako wa mwilini. Anasema amri hii ndio amri ya kwanza yenye ahadi. Alafu mstari wa 3 maana yake kwa hiyo mistari miwili nini kitatokea? Upate heri, maana yake baraka, ukae siku nyingi katika dunia. Hao wawili wanabeba baraka, wanabeba siku za mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapocheza na nafasi ya mtumishi wa Mungu, unacheza na baraka zako, unacheza na urefu wa siku zako. Unapocheza na nafasi ya mzazi, unacheza na baraka zako, unacheza na urefu wa siku zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hakikisha unafahamu hili. Na heshima kimsingi ni vitu viwili. Anaposema waheshimu, heshima ni vitu viwili. Heshima ya kwanza ni kuwashirikisha mafanikio yako. Hiyo ndio inaitwa heshima. Kumshirikisha mafanikio yako. Heshima sio tu shikamoo mama, shikamoo, kumposti siku za kuzaliwa, siku ya mama duniani unaposti. Kama ashiriki mafanikio yako, hizo posting hazina maana. Kwanza unaimposti unazikuta hata hana smartphone. Unatufanyia tu unafiki. Hela upeleki, unaposti tu. Bila wewe mama, tuma na hela. Peleka na hela. Sio unamposti. Heshima sio kumposti mtu. Unaweza ukawa unamposti na umheshimu. Heshima namba 1 ni kumshirikisha mafanikio yako. Kwa hakikisha kwenye kila mafanikio yako mzazi wako anahusika. Mzazi wako anahusika. Kuna watu wanakaa mwaka mzima hajafanya kitu kwa wazazi wake. Hajafanya kitu. Anafanya tu kwa watumishi wa Mungu, ila kwa wazazi haija balance hiyo. Haija balance. Hakikisha wazazi wako wanakubariki. Mtoto wetu ubarikiwe. Hata kama ni mlevi. Lakini hata kama akiwa amelewa, mtoto wangu abarikiwe. Huko amelewa, mtoto wangu abarikiwe. Inashika. Ya mzazi inashika. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hakikisha unawashirikisha mafanikio yako, wanafurahia mafanikio yako. Sio unabadilisha nguo kila siku. Mzazi ana nguo moja mwezi mzima, ana nguo imechani. Yaani kuna watu wengine hadi anaona aibu kutembea na mzazi wake, anaona aibu kumtambulisha. Kwa sababu gani? Hawafanani. Yaani huyu ndio baba yako, wewe unavyoonekana na baba yako anavyoonekana, vitu viwili tofauti. Maanake kuna mahali unajikwamisha, kuna baraka zako na kuna wingi wa siku unazikata. Bwana asifiwe sana. Kwa tunamtolea Mungu kupitia wazazi. Kama una wazazi, unao walezi, unao watu wanaosimama badala ya wazazi, usiwapuuze hao, utakata siku zako. Baraka ya kuishi miaka mingi imefungwa pia kwa wazazi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini heshima namba 2 ni kufunika utupu. Kufunika aibu yao. Kufunika aibu yao. Na haya mambo yanafanya kazi kwa watumishi wa Mungu na wazazi. Hakikisha expose aibu ya mzazi wako. Au yatangazi mapungufu ya mzazi wako. Usifanye hilo kosa, kuyatangaza mapungufu ya mzazi wako, aibu ya mzazi wako, utupu wa mzazi wako. Utupu wa mzazi hauchekelewi. Amekaa vibaya. Utupu wa mzazi unakimbiwa. Muulize nani yule? Ni Ham. Ham. Nuhu anakunywa pombe. Nuhu akalewa. Nuhu akakaa vibaya. Akakaa bila nguo. Ukiangalia makosa yote ni ya Nuhu. Lakini kuna mtoto anaitwa Ham akaona, akaanza kuchekelea. Baba amekaa vibaya, baba hana nguo. Baba, ikishakuwa baba, kimbia rafiki yangu. Akakaa bila nguo, kimbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema Nuhu alipolevuka akajua kilichotokea kwa Ham, akasema Kanani ambaye ni mtoto wa Ham apate laana. Na ilishika. Makosa ni ya kwake, lakini kwa nini ukufunika utupu wa baba yako? Mzazi hata kama akikosea au expose mapungufu ya mzazi wako. Ndio maana hata Paulo anasema mzee usimkemee. Hata kama una upako, usikemee wazee. Usikemee wazee, huwezi kutukana. Upako hauko juu ya heshima ya mzazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hakisha unafunika mapungufu yao, unafunika utupu wao. Kwa hiyo ndio heshima. Heshima ni kuwashirikisha mali zako. Biblia inasema kwenye Mithali 3:9, anasema mheshimu Bwana kwa mali. Mheshimu Bwana kwa mali. Hata na Mungu tunamheshimu kwa mali zetu. Kwa na mzazi pia unamheshimu kwa mali, kwa kumshirikisha. Hakikisha mzazi wako anafurahia kipato chako. Hata kama ni kwa sehemu ndogo anafurahia. Hakikisha una message za kutosha. Ubarikiwe mwanangu. Ubarikiwe. Mungu akufanikishe. Mungu akulinde. Mimi nina hizo message kibao humo ndani kwa simu. Nyingi. Yaani mzee ananibariki Kiswahili, Kiingereza, Kisukuma. Yaani kila wiki lazima nizipokee. Na mama pia, mzazi ni pamoja na mama, si ndio? Na ukiona ukitumia wote wanagombana, pata hekima ya kuwa separate. Mtumie na huyu. Ukiona mzee anampiga panga mama, yaani mzee akitumiwa anabana zote, wewe ni mtu mzima, jua namna ya kuenda wazazi wako wote wafurahi. Kiwepo kitu ambacho kinafanyika kwa wote, kwa mfano ikienda chakula ni kwa ajili ya wote, lakini kaela, kila mtu anafurahia kaela. Katume yako kaela. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu utaanza kuona zile baraka zinafanya kazi kwenye maisha yako. Amen. Kwa hiyo tunamtolea Mungu kupitia wazazi wetu. Tunamtolea Mungu pia kupitia wenye mahitaji. Hiyo namba 4, kupitia wenye mahitaji. Wenye mahitaji pia ni fursa. Wenye mahitaji pia ni fursa. Lakini hapa nataka niongee tu kitu kimoja kusaidia kujua, kwa sababu wenye mahitaji ni wengi, huwezi kuwamaliza. Huo ndio ukweli. Wewe sio Mungu, wewe sio msaada wao. Kwa hiyo ukisema usaidie kila mwenye mahitaji utawamaliza. Kwa hiyo unatakiwa ujue namna ni nani ambaye ni sahihi kufanya jambo kwake. Biblia inasema hivi kwenye Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 17.
Yohana wa kwanza 3:17 anasema, lakini mtu akiwa na riziki ya dunia kisha akamwona ndugu yake ni mhitaji, akamzuilia huruma zake. Akamzuilia huruma zake. Je, upendo wa Mungu akaje ndani ya mtu huyo? Sasa ninachotaka uone ni ile akamzuilia huruma zake. Kuna watu wenye mahitaji unakutana nao, alafu ndani yako unasikia kuna kitu cha kutaka kufanya jambo, alafu unakizuia. Hapo ndio tatizo. Lakini kuna mwingine anahitaji, unakutana naye na ndani usikii. Kama usikii ndani, achana nayo, kwa sababu huwezi kuwamaliza. Huwezi kuwamaliza wenye mahitaji. Kwa fanya kutokea kwenye kile unasikia ndani. Unasikia ndani ni ile. Sasa hii huruma iliyotumika sio huruma ya kibinadamu, ni ile wanaita compassion, huruma ya kiungu, kwamba unasikia msukumo wa ndani yako kufanya kitu kwenye maisha ya huyu mtu, usizuie. Na hii ndio ile ambayo Yesu alikuwa anasema, akawahurumia makutano akafanya kitu, akawahurumia wagonjwa akafanya kitu. Hiyo inaitwa huruma ya kiungu. Yesu hakufanya kitu kwa kila mtu, lakini kulikuwa kuna huruma ikija ndani yake anafanya kitu. Kwa hiyo ndio uizingatie sana, hasa unapokutana na wahitaji, kwa sababu usije ukasema nimefanya kwa wahitaji mpaka wewe unalala njaa. Haiko hivyo. Biblia inasema mpende jirani yako kama kwa hiyo inaanzia huko afu inaenda hivi. Uwezi kusema nimetoa chakula chote, nimerudi nyumbani watoto wangu wanalala njaa kwa sababu eti nimesaidia wengine. Hiyo sio kimaandiko. Biblia inasema asiyewatunza wa nyumbani kwake ni mbaya kuliko asiamini. Kwa hiyo tunza kwanza wa nyumbani mwako, alafu peleka na kwingine. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wenye mahitaji unaweza ukasoma pia kwa Matendo ya Mitume 10 mstari wa 2 na 4. Unaona aliwapa watu sadaka nyingi, wale walikuwa ni mahitaji. Lakini pia tunatoa kwa Mungu kupitia maskini. Unajua Biblia inasema maskini hawatakoma. Alafu ni cha ajabu, kitu cha ajabu ni kwamba lile andiko linasema maskini hawatakoma duniani, linatanguliwa na juu yake linalosema hakutakuwa na maskini. Kwenye Kumbukumbu la Torati nafikiri ni sura ya 15. Juu anaanza kusema hakutakuwa na maskini kati yenu. Alafu chini anasema maskini hawatakoma duniani. Sasa unajiuliza, mbona kama anajichanganya mwenyewe? Ajichanganye. Alisema hakutakuwa na maskini kati yenu, lakini akagundua kuna mamtu ambayo hayatafata kanuni za kuwatoa kwenye umaskini. Hayo ya aina hiyo hayatakoma. Chini yake anamalizia, kwa hiyo haitakuwa automatically kutoka kwenye umaskini. Katikati ya umaskini na kutoka kwenye umaskini kuna kanuni. Wakifuata kanuni, Biblia inasema lakini hawatakuwako maskini kati yenu, kwa kuwa Bwana atawabarikia kweli katika nchi akupayo Bwana Mungu wako iwe urithi. Alafu ukisoma chini sijui mstari wa 30 ngapi, anasema maskini hawatakoma. Kumbukumbu hiyo 15. Maana yake kuna watu pamoja na kwamba Mungu hataki wawe maskini, watapuuza kanuni za kuwatoa kwa maskini. Alafu chini anasema maskini hawatakoma duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hao maskini sasa ni fursa pia. Ni fursa ambayo unaweza ukamtolea Mungu. Lakini pia namba ya 6 ambayo kwenye hii listi nimehitaja ya mwisho ni yatima na wajane. Yatima na wajane. Ule ni mstari wa 11, kwa maana maskini hawatakoma. Kwa mstari wa 4 anasema hapata kuwa na maskini. Mstari wa 11 anasema maskini hawatakoma. Kwa hiyo namba 6 ni yatima na wajane. Kwa unapokutana na watu aina hii pia umekutana na nafasi ya kumtolea Mungu. Kwa sababu Mungu anasema yeye ni mume wa wajane na ni baba wa yatima. Moja ya kazi ya baba ni kutunza familia. Si ndio? Maana yake ukitunza wajane na yatima, umefanya kazi, umemwakilisha Mungu, umemtolea Mungu, afu Mungu ametunza watu wake. Kwa hiyo tunamtolea Mungu kupitia wajane na yatima. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana.
Unaeleweka vizuri? Sasa twende mbele tena kidogo. Kwa nini tunatoa? Sasa jana tuliangalia sababu, vitu ambavyo havipaswi kuwa sababu za kutoa. Leo kwenye hiki kipengele nataka tuangalie, na nafikiri tu nitazungumzia hizi na muda utakuwa umeisha. Nataka tuangalie nini hasa zinapaswa kuwa sababu. Motive yetu ya kutoa ni kitu gani? Kwa nini tunatoa? Kwa nini tunatoa? Namba moja, kwa kila unapotoa hivi viwe mahali pake. Hivi viwe mahali pake. Namba moja, tunatoa kwa sababu tunampenda Mungu. Hii ndio sababu ya kwanza ya kutoa. Tunatoa kwa sababu tunampenda Mungu. Kimsingi, utoaji wako ukiwa una shida, ujue ni kwamba upendo wako una shida. Bwana asifiwe sana. Wale wanandoa wanaelewa. Kutoa kwako na kujitoa kwako kwa mwenza wako kukianza kuwa na shida, ujue kuna shida imetokea kwenye upendo. Mahali ambapo upendo una flow, utoaji una flow. Kujitoa kuna flow. Ni rahisi sana kujitoa kwa mtu ambaye unampenda. Ni rahisi sana kutoa kwa mtu ambaye unampenda. Kwa sababu ya kwanza, kwa nini tunatoa? Motive yetu ya kwanza, tunatoa kwa sababu tunampenda Mungu. Bwana asifiwe sana. Hautoi kwanza ili upate. Unatoa ukisukumwa na upendo kwa Mungu. Japokuwa ukitoa, Mungu atakurejeshea. Unajua upendo uko hivi, upendo hauwezi kufanya kitu kwa upendo kisiwe na response. Upendo huwa unarejesha kitu. Upendo huwa unarejesha kitu. Huwezi kumpenda mtu na kumpenda alafu baadaye asirespondi. Upendo wa kweli unaleta response. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo, kwa nini tunatoa? Tunatoa tukisukumwa na upendo wetu kwa Mungu. Tunatoa tukisukumwa na upendo wetu kwa Mungu. Nataka nitoe mfano hapa. Kwa mfano, unapotoa material kama pesa, labda shilingi 10,000, kwa msukumo wa upendo, alafu ukaona matokeo ya utoaji wako wa shilingi 10,000 ambao ulisukumwa na kumpenda Mungu, ukatoa. Ulisukumwa na upendo, kupenda kazi ya Mungu, kupenda huduma, kupenda watumishi wa Mungu, ukatoa. Alafu baada ya kutoa ukaona matokeo fulani ya kiuchumi. Mungu hajaitikia 10,000. Mungu ameitikia moyo wako wa upendo. Mungu haitikii hela, Mungu anaitikia kinacho backup, kilicho nyuma ya kile ambacho tunakitoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukitoa kitu chochote kutokea kwenye moyo wa upendo, Mungu anaitikia moyo wa upendo. Ule moyo uliokusukuma kupenda ndio ameuitikia, na hajaitikia ile material ulioitoa. Kwa hiyo siku zote na mara zote unapotoa, toa kwa upendo. Amen. Hakikisha unatoa kwa upendo. Unatoa kwa upendo. Kutoa kunaweza kuwa aina moja, ila mmoja anakupa ili apate kitu na mwingine anakupa kwa sababu anakupenda. Kutoa kunaweza kuwa aina moja. Ninaweza watu wawili wanakuletea shilingi 1,000, lakini mmoja anajua kwamba wewe una hela, kwa hiyo anajua anakupa 1,000 kwa sababu kuna mahali yeye atabanwa 20,000 utampa. Kwa anakupa 1,000 na baadaye anakupa tena 1,000, lakini anajua kabisa kuna siku yangu na mimi nitabanwa, nitapata nyingi kutoka kwake. Lakini mwingine kinachomfanya akupe hiyo 1,000 ni kwa sababu anakupenda. Yaani anakupenda na ule kupenda kwake kumemsukuma kukutolea. Sasa jaribu kuimagine, umeijua mioyo ya wote hao wawili. Ni nani ambaye atafaidi vitu vyako? Anayekupenda. Anayekupenda. Sasa sisi wanadamu unaweza ukamnunua mtu, ukajifanya unampenda, unatoa ili baadaye uje upate zaidi. Tusijue.
Lakini Mungu anajua. Mungu anajua unamfanya ATM au unampenda. Mungu anajua. Unamtegeshea ili baadaye umdai au unampenda. Mungu anajua. Kuna watu anatoa, anategesha. Mungu, unakumbuka jana nilikupa 2,000 na sasa nahitaji 20,000. Mungu anajua ile ilikuwa ni ya upendo au ilikuwa ni ya mtego. Kwa hakikisha unatoa kwa upendo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kama unajua hata tukirudi kwenye mahusiano ndio tunaweza kuelewa vizuri. Ukigundua mtu anakupa ili apate kitu chako, ni kitu kibaya sana. Maana yake utahisi kutumika. Si ndio? Yaani labda unagundua mke wako ukiona anakuandikia message nzuri asubuhi, jioni anakuomba hela. Kuna mfano, kuna story moja nilisikia, walikuwa wamekaa seminar ya wanawake. Alafu yule mtu aliyekuwa anaongoza seminar akamwambia kila mmoja chukua simu. Alafu muandikie mme wako, nakupenda sana mme wangu. Alafu mtatupa majibu. Sasa kuna baadhi ya wanawake walikuja, majibu yalikuwa sema tu una shida na shilingi ngapi. Maana yake anajua hapa hamna nini? Hamna upendo. Kuna bomu linakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna watu wanamtegesha Mungu hivyo. Yaani ukimwona anafanya kitu kwa Mungu, sio kwa sababu anampenda Mungu, kwa sababu anamtangizia Mungu. Sasa kwenye mahusiano hicho kitu kinafanya mtu anajihisi kama kifaa cha matumizi, ambayo ni jambo baya sana kwenye mahusiano. Kwenye maisha ni jambo baya sana kwenye maisha, mtu kuhisi kama unamtumia kwa sababu ya faida binafsi. Maana yake unamkumbuka saa tu na mahitaji. Kuna watu wanakumbuka kutoa saa tu, anajua atahitaji mbele ndo anakumbuka kutoa. Ni kama kiti hiki. Kiti unakumbuka saa unakaa. Nikisema tusimame umeshasahau kiti. Nikisema tukae ndo unakumbuka kipo. Sasa kuna watu wanaishi na Mungu hivi. Na hiyo sio kitu kizuri. Hakikisha unafanya kwa upendo. Amen. Kisha unafanya kwa upendo. Unafanya kwa sababu unampenda Mungu. Kwa sababu upendo unasukuma kutoa. Upendo unasukuma kutoa. Tukitaka kupima jinsi unavyopenda, tutaona jinsi unavyotoa na kujitoa. Tukitaka kupima unavyompenda mke wako, tutaona jinsi unavyotoa na kujitoa kwake, na vile vile mume wako, vice versa. Lakini pia tukitaka kupima unampenda Mungu, tutaona jinsi unavyotoa na kujitoa kwa Mungu. Amen. Ukipenda kwa namna fulani, utatoa kwa namna hiyo hiyo. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Jinsi ipi? Kiwango cha juu kabisa. Akafanya nini? Akatoa kwa kiwango cha juu kabisa. Hivi unajua Mungu hakuwa na kitu kingine zaidi ya Yesu juu yake. Yaani Yesu ndio ilikuwa kiwango cha juu kabisa cha alichonacho Mungu. Na akatoa. Maana yake aliupenda ulimwengu kwa kiwango, alipenda wanadamu kwa kiwango cha juu kabisa. Ukipenda kwa jinsi hii, utatoa kwa jinsi hii. Amen. Kwa upendo ndio unaamua kiwango cha utoaji wa mtu. Unaweza kutoa bila kupenda, lakini hauwezi kupenda bila kutoa. Amen. Inachofanya sadaka tunachotoa kinakuwa na maana ni upendo nyuma yake. Ndio Biblia inasema kwenye Wakorintho wa kwanza 13:3. Wakorintho wa kwanza 13:3. Tena nikitoa mali zangu zote na kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo haifai. Maanake value ya sadaka ni upendo. Thamani ya utoaji wetu inabebwa na upendo. Kwa kiwango chako cha kumpenda Mungu ndio kinaamua kiwango chako. Ukiona una struggle kutoa, ujue una struggle kupenda. Ukiona unapambana kutoa, ujue unapambana nini? Kupenda. Ndani yako kuna shida ya upendo. Shida sio kwanza kutoa, kuna shida ya upendo.
kwa sababu upendo utakusukuma kutoa. Pendo lako kwa Mungu litakusukuma kumtolea Mungu. Amen. Pendo lako kwa Mungu litakusukuma kumtolea Mungu kupitia ufalme wake. Ukiupenda ufalme wa Mungu utatoa kwa ajili ya ufalme. Ukipenda kazi ya Mungu utatoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ukipenda watumishi wa Mungu utatoa kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Ukipenda wajane na yatima utatoa kwa ajili yao. Utatoa kwa Mungu kupitia hao. Kwa nini tunatoa? Tunatoa kwa sababu tunampenda Mungu. Namba 2, tunatoa kwa sababu tunamtii Mungu. Tunatoa kwa sababu tunamtii Mungu. Mungu ndiye mwanzilishi wa utoaji. Na utoaji ni agizo. Biblia inasema kwenye Mathayo 8:4 anasema ukaitoe sadaka kama ilivyoamriwa, kama alivyoamuru Musa. Iwe ushuhuda kwako. Kuna amri ambayo inatutaka kutoa. Manake tusipotoa tumeacha utii. Tunatoa kwa sababu tunamtii Mungu. Kwenye maandiko kuna maelekezo ya utii, ya utoaji. Manake unapotoa unaonyesha utii wako kwa Mungu. Kutoa ni agizo la Mungu. Mungu ndiye mwanzilishi wa utii. Ndio maana maandiko yanasema kwenye Kutoka 23:15, wala hapana, 23:15, wala hapana atakayeonekana mbele yangu mikono mitupu. Kutoka 23:15, wala hapana pale chini anasema wala hapana atakayeonekana mbele yangu mikono mitupu. Mimi Mungu alinipa ufunuo kwenye ile andiko. Anasema hapana atakayeonekana mbele yangu mikono mitupu. Maanake ukiwa mikono mitupu hauonekani mbele za Mungu. Anasema hapana atakayeonekana mbele yangu mikono mitupu. Maanake aliye mikono mitupu mbele za Mungu haonekani. Haonekani. Kwa kama moja ya namna ya kuonekana mbele za Mungu ni kutoenda mikono mitupu. Na mikono mitupu haimaanishi tu hela. Tatizo ni kwamba tunafikiri utoaji ni hela tu. Ukiangalia utoaji ulianza kabla ya hela. Maanake ukijitafuta kuna vingi tu unaweza kutoa. Watu wengi, kuna watu wanasema sina cha kutoa. Lakini ukweli ni kwamba hakuna asiye na cha kutoa. Amen. Huwa natoa mfano. Hii chupa ina maji, si ndio? Haya maji yamejaa nusu, yamepungua nusu. Yamepungua nusu. Haya maji haya yamejaa nusu au yamepungua nusu? Bwana asiwe sana. Majibu yote ni sahihi. Inategemea unayaangalizia wapi. Ukiangalizia kutokea huku yamepungua nusu. Ukiangalizia kutokea huku yamejaa nusu. Sasa unaangalizia wapi ndio inaamua unacho cha kutoa au huna. Watu wengi, umeona hapa nimesema wengi wamesema yamepungua nusu. Kwa sababu wengi wanaangaliaga vilivyopungua. Kwa hiyo tukimuomba chupa ya maji, maji yenyewe yameshapungua hivi, nikupe. Lakini ukiangalia kutoka chini yamejaa nusu. Kumbe ninacho cha kutoa. Ni kweli haijajaa lakini kuna kitu. Na ndivyo ilivyo. Watu wengi hawatoi, wanasema sina. Kwa nini anasema anaangalia alikopungua? Lakini kuna mahali umejaa wewe. Inawezekana una hela lakini kuna kitu unacho cha kutoa. Kila mtu anacho cha kutoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hakikisha hauonekani mbele za Mungu mikono mitupu, kwa sababu kiuhalisia ukienda mikono mitupu hauonekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 3, kwa nini tunatoa? Kwa sababu tunamheshimu Mungu. Heshima kwa Mungu. Biblia inasema kwenye Mithali 3:9. Anasema mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako. Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako. Maana yake tunaheshimu kwa, sio kwa maneno. Tunaheshimu kwa kumtolea Mungu. Tunamtolea Mungu kwa sababu tunamheshimu. Kwa mali zetu na kwa malimbuko ya mazao yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye ile andiko la Mwanzo 22:12
anasema sasa ninajua unamcha Mungu. Sasa lile neno kumcha Mungu ni kumheshimu kwa kiwango cha juu. Ibrahimu alipomtoa mwanaye, Biblia inasema sasa ninajua kwamba unamcha Mungu. Kiuhalisia tafsiri ya lile neno, ninajua kwamba unamheshimu Mungu kwa kiwango cha juu sana. Kupitia nini? Kwa sababu haukuzuia kile ambacho ulitakiwa kutoa. Kwa hiyo tunatoa kwa sababu tuna mheshimu Mungu. Isaya 43 mstari wa 23. Isaya 43:23. Anasema hamkuniletea wanakondoo kuwa kafara zako, wala hukuniheshimu kwa dhabihu. Uwezi kuambia Mungu ninakuheshimu, Mungu ninakuheshimu, alafu mtolee. Heshima ni kwa kitu fulani. Amen. Ni kama mzazi, huwezi kumwambia mzazi ninakuheshimu alafu upeleki chochote kwake. Amen. Namba inayofuata, tunatoa kwa nini? Tunatoa kwa sababu tunamcha Mungu. Tunatoa kwa sababu tunamcha Mungu. Hauwezi kusema we ni mcha Mungu kama haumtolei Mungu. Kutoa ni moja ya ucha Mungu. Na andiko ni lile lile la Mwanzo sura 22 mstari wa 12. Sasa ninajua kuwa unamcha Mungu. Kwa namna gani? Hukuzuia. Maana kinachokufanya uzuie ni kiwango pia cha ucha Mungu. Moja ya ishara ya nje itaonekana ya mcha Mungu ni utoaji wake. Tunatoa kwa sababu tunamcha Mungu. Namba inayofuata, namba 5. Kwa nini tunatoa? Tunatoa kwa sababu tunamwabudu Mungu. Tunamwabudu Mungu kwa njia ya utoaji wetu. Tunamwabudu Mungu kwa njia ya utoaji wetu. Mwanzo 22:5 anasema tunaenda tukaabudu. Mwanzo 22:5. Lakini alikuwa anajua tunaenda kutoa. Maana yake moja sehemu ya ibada kwa Mungu ni kumtolea Mungu. Na ndio maana anasema wala hapana atakayeonekana mbele yangu mikono mitupu. Maana atakayeonekana kwenye ibada mikono mitupu. Kwa tunatoa, tunamwabudu Mungu kupitia utoaji wetu. Kupitia utoaji wetu. Maana yake nini? Usiende mbele za Mungu mikono mitupu. Sasa sio kila unachoenda nacho mbele za Mungu ni ibada. Kuna vingine sio ibada. Sio kila utoaji tu ni ibada. Ili iwe ibada lazima iwe inagusa moyo wako. Ibada inatokea moyoni. Kwa maana yake usiende mbele za Mungu mikono mitupu. Na usiende mbele za Mungu na ambacho akiugusi moyo wako. Kama akiugusi moyo wako, akimgusi Mungu. Yaani kama moyo wangu tu augusu, unafikiria utaguswa Mungu? Mungu atakuwa anaguswa? Mungu hawezi kuguswa. Kama akiugusi moyo wako, akiugusi Mungu. Sasa nataka nitoe mfano. Unajuaje kinamgusa Mungu? Au unajuaje kinaugusa moyo wako? Iko hivi. Kinachogusa moyo wa huyu kinaweza kisiwe kinagusa moyo wa huyu. Kwa huyu inaweza ikawa kiasi fulani inagusa moyo wake, na huyu haigusi moyo wake. Kwa hiyo huyu anatoa kitu mbele za Mungu kwa sababu kinagusa moyo wake, kinagusa na moyo wa Mungu. Na huyu anatoa kitu kile kile, lakini hiki cha huyu akigusi moyo wa Mungu. Unajuaje kinagusa moyo wako? Kwa sababu kama akigusi moyo wako, akigusi moyo wa Mungu. Kwa mfano, nikija nikakupa mtumishi, nikakupa shilingi 500 hapa. Hiyo hapo 500 nimekupa. Inagusa moyo wako? Ni kweli utasema tu asante, lakini kweli utasema yani leo mtumishi kanipa jelo, kanigusa. Inagusa moyo wako 500? Maanake kwa wewe ukitoa 500 umetoa kisichogusa moyo wako. Kama haigusi moyo wako, usije ukafikiri inagusa moyo wa Mungu. Au ulikuwa na 500 mfukoni ukashtukia imepotea. Nilikuwa na kama 500 kangu hapa. Achana nako. Alafu Jumapili unakuja tumtole Bwana kwa furaha rafiki yangu,
umetoa kisichogusa Mungu, kwa sababu akigusi moyo wako. Lakini kuna mtu ambaye hii 500 inagusa moyo wake. Yaani ukimpa 500 anasema hapa nitabalance dagaa za 300 na kanyanya, yani kwa kweli leo nakula kabisa. Ana ndani ya moyo wake anasema nimepata kitu. Maanake huyo akija na 500, huyo ametoa inamgusa Mungu. Mungu hayuko interested na amount. Kuna watu 500 haigusi moyo wako, kuna watu 500 inagusa moyo wako. Kuna watu hata 10,000 haigusi moyo wako kabisa, haigusi moyo wako, hata 10,000 haigusi moyo wako. Sasa wengine wanaweza kafikiri mimi nimetoa 10,000, yule ametoa 1,000, kwa hiyo mimi nimetoa nyingi, kwa hiyo nimemgusa Mungu. Inagusa moyo wako. Ambayo haigusi moyo wako haimgusi Mungu. Kwa hakikisha auji mikono mitupu, na usije na ambacho hakigusi moyo wako. Bwana asifiwe sana. Mimi baada ya kujua hivi, mimi sitoagi tu chochote. Yaani kuna kiasi cha hela nikiwa nacho, labda siku hiyo nimesahau au nimejikuta labda kwa mfano hapa labda nimesahau wallet nyumbani. Alafu nimejikuta nina shilingi 500. Mimi siwezi kuinuka kutoa shilingi 500. Nitaacha, kesho nitakuja nitafidia ya leo na ya kesho. Siwezi kuinuka kuitoa, kwa sababu najua mimi mwenyewe nikipewa hii nitasema asante, kwa sababu yule aliyetoa huwezi jua, inawezekana ndio kinachogusa moyo wako. Kwa hiyo nita appreciate, nitambariki, lakini mimi 500 haigusi moyo wangu. Tena hii kwa mfano hii 500 hii nilikuwa sijui hata imo kwenye koti. Yaani katika kujishikashika hapa nikiwa hapa ndio nagundua, na kumbe kuna siku nilipovaa hii suti niliacha ka 500. Maana sikuwa hata najua kapo. Halafu leo hii natoka namtolea Mungu 500. Huo ni kumtukana Mungu. Hakikisha unatoa kinachougusa moyo wako, kinachomgusa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 6. Kwa nini tunatoa? Tunatoa kwa sababu tunatambua ya kwamba Mungu ndiye aliyetupatia. Kutoa ni njia ya kuonyesha utambuzi wetu ya kwamba ni Mungu ndiye ametupatia. Tunatoa kwa sababu tunatambua ya kwamba ni Mungu ndiye ametupatia. Kwa hiyo unapomtolea Mungu, unamwambia Mungu, ninatambua kwamba hivi vimetoka kwako na wewe ndiye ulionipa. Unapokataa kutoa, maana yake unamwambia Mungu, hahusiki wewe, hahusiki. Nina njia zangu nilivyopata mimi. Ndio jibu rahisi. Kwa sababu Biblia inasema kwenye ile andiko la Warumi sura ya 11, anasema ni nani aliyempa yeye kwanza, naye atalipwa tena, kwa kuwa vitu vyote vyatoka kwake, viko kwa uweza wake, tena vitarejea kwake. Ukitambua ya kwamba vyote vinatoka kwa Mungu, hauwezi kuwa mgumu kumtolea Mungu. Hauwezi. Ndio maana sisi watumishi wa Mungu kuna kawepesi kwenye kumtolea Mungu. Kwa sababu wewe kuna namna wakati mwingine inakupa shida kuconnect imetoka kwa Mungu. Kwa sababu si una biashara. Yaani uoni kama imekuja imetoka kwa Mungu kivile. Ila sisi ambao tumeitwa full time na tumezuiliwa amna kingine, ni hiki unachokifanya. Hauna mtu alikuahidi kukupa hela, amna mtu amejikomiti kukupa hela. Ikija unajua hii ni Mungu tu. Hivi unajua mtu kukupa hela maana yake? Sio rahisi. Sio rahisi mtu kabisa anatoa hela kabisa anakupa. Sio rahisi. Ukitaka kujua sio rahisi, hebu angalia wangapi walikutana nao tu akakupa hela. Kuna watu mwaka mzima umepita hajawahi kupewa na mtu hata shilingi 10,000. Mwaka mzima kabisa anahesabu ta. Kwa mfano mimi, unajua mimi wakati niko kwenye ajira. Hivi unajua sikumbuki, yani eti unapewa hela. Unapewa hela.
Unapewaje hela? Yaani ndio maana hii shule ilikuwa ngumu kweli. Nimeandika kwa kitabu cha ugavi. Hii shule ilikuwa ngumu ya kuanza kumtumaini Mungu wakati haujui inatokea wapi. Haikuwa rahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ndio maana sasa kwa mtu ambaye ameshajua ya kwamba anapewa na Mungu, yani hiyo mentality imeingia ndani yake, haiwezi kuwa ngumu kumpa Mungu. Yani kwa mfano mimi, moja eneo sina ugumu ni kumtolea Mungu. Yani hata Mungu akisema safisha kila kitu, yani ninachohitaji kujua tu niwe na uhakika ni Mungu amesema basi. Hakuna kitu mimi moyo wangu umeshika na ugumu wa kukitoa. Hakipo hata kimoja. Hakipo kabisa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ninajua imetoka kwa Mungu. Amen? Ukishaelewa kwamba alikupa Mungu, haiwezi kuwa ngumu kumtolea Mungu. Haiwezi kuwa ngumu. Kama kweli unatambua umepewa na Mungu, kuna sehemu itaenda kwake bila malalamiko, bila manunguniko. Sasa kuna watu hata ile 1/10 tu anapambana nayo. Yaani unagundua kuna watu wana shida na mahusiano na Mungu. Wana shida na ufahamu wao kwamba ni Mungu alimpa. Jaribu kuimagine wewe ni mtoto wangu. Ninakupa machungwa 10. Na unajua kabisa haya machungwa 10 amenipa baba. Yaani mimi sikuwa na uwezo wa kuyapata. Ni baba amenipa machungwa 10. Alafu nakwambia mwanangu, kwenye hayo 10 naomba chungwa moja tu. Alafu nasema nina madeni mengi. Una upungufu wa akili. Mtoto wa aina hiyo. Kweli ulikuwa nayo hata hayo 10? Haukuwa nayo? Unapataje ujasiri wa kumzuilia aliyekupa kimoja kati ya 10? Unagundua wengi hawamjui Mungu, hawajui. Anaweza akawa anasema ni Mungu amenipa, lakini kiuhalisia ajui kama ni Mungu amempa. Kwa sababu kama ni Mungu amekupa, Mungu akitaka 1 kwenye 10, unapataje shida? Unaletaje deni? Yani majukumu mengi. Hilo deni alikopa Mungu. Alikopa. Na asingekupa, tufanye akukupa sasa. Maana yake kuna ugumu wa utoaji unasababishwa tu na kutomjua Mungu. Na kutokuwa na ile hali ya utambuzi ya ndani ya kwamba nimepewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukweli ni kwamba sisi ni watunzaji wa mali za Mungu. Huo ndio ukweli. Sisi ni watunzaji. Hicho kiwanja, wewe ni mtunzaji wa hicho kiwanja. Ndio maana hutakufa nacho, hutaondoka nacho. Unakitunza kwa miaka unayoishi ambayo Mungu amekupa. Ukiondoka wanatumia wengine. Akiondoka wanatumia wengine. Hakuna kitu tutaondoka nacho. Kila tulicho nacho tumepewa kukitunza ni cha Mungu. Na tukijua ya kwamba mimi ni mtunzaji wa mali ya Mungu, mwenye mali akisema itoe, itakuwa ni rahisi. Itakuwa ni rahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 7. Kwa nini tunatoa? Tunatoa kwa sababu ni kanuni ya maisha. Kwa sababu ni kanuni ya maisha. Ni kanuni ya maisha na ndio njia Mungu mmojawapo ameweka ya kukutana na mahitaji yetu. Ni kanuni ya maisha na ndio njia Mungu ameweka ya kukutana na mahitaji yetu. Maandiko yanasema kwenye Luka 6:38, wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Naposema kanuni maana yake ni nini? Yaani ili formula ya maisha ikamilishwe, lazima kuwepo na hii kutoa na kupokea. Hivi. Hakuna maisha bila hiki kitu. Ili seko ya maisha iwe halisi, iwe kamili, lazima kuwe na kutoa na kupokea. Ukikata kimojawapo, umekata maisha. Umekata maisha. Ni kama vile tutolee mfano wa kawaida. Ili uendelee kuishi, lazima uwe unatoa hewa na kupokea hewa. Unatoa hewa na kupokea hewa. Siku kimojawapo kikikata, maisha yamekata. Kwa hiyo kinachokufanya uendelee kuishi ni mchakato wa kutoa na kupokea. Maana yake kuna muda unatoa, unapokea, unatoa, unapokea. Sasa jaribu kujifanya wewe mchungu, mbaili wa kutoa.
Unapokea tu. Ni mara 10 tu chali. Hauwezi kupokea bila kutoa na ukaendelea kuishi. Haiwezekani. Sasa kwa nini unafikiri kwenye fedha itaendelea tu pokea bila kutoa? Haipo. Maisha yanathibitisha kila engo ya maisha. Kwa mfano, ngoja nikupe mfano mwingine. Kwa mfano, asubuhi umekula, si ndio? Mchana umekula. Jioni umekula. Kesho asubuhi kula tena, mchana kula. Autoi, unapokea, unalipa tu tumbo. Siku ya pili, siku ya tatu tena unapokea. Autoi, yani hauendi chooni. Ukiendelea na huo mchakato siku ya 4, kiwango chako cha kupokea utaanza kupokea kwa uangalifu. Mbona stoi? Siku ya 5, siku ya 6, siku ya 7 unaenda kwa daktari. Unaenda kwa daktari. Unaenda kumwambiaje? Daktari, mimi sio mtoaji. Napokea tu, napokea. Hivi unajua kuna wakati itafika hutaweza kupokea? Na ikiendelea unakufa. Maisha yanakata. Kwa nini yanakata? Kwa sababu tumbo limekiuka mchakato wa kutoa na kupokea. Kila unapopokea lazima kuwe unatoa mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna watu wanaelewa hii, lakini kwenye biashara haelewi. Yeye anataka tu awe anapokea tu. Hataki kutoa. Rafiki yangu, unaua huo mzunguko. Unaua huo mzunguko. Bomba lisilotoa maji ni bomba kavu. Yaani aliwezi kusema nibaki na maji na mimi nisitoe maji na mimi niwe na maji. Na lenyewe litabaki kavu. Kwa sababu ili lisiwe kavu, angalau lidondoshe hata tone moja tu. Angalau lidondoshe. Kwa sababu gani? Ni kanuni ya maisha. Huwezi kuyageuza maisha kwenye hii kanuni. Tunatoa carbon dioxide, tunapokea oxygen, tunaendelea kuishi. Miti inapokea carbon dioxide, inatoa oxygen, inaendelea kuishi. Ndio hivyo. Wanyama wanakula majani, wanaendelea kuishi. Wanatoa mbolea, miti inatumia mbolea, inaendelea kuishi. Ndio mzunguko wa maisha. Hauwezi kukata huo. Ukiukata umejikata mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Kuna bahari moja inaitwa bahari mfu, Dead Sea. Hii ndio bahari pekee duniani inapokea maji haiyatoi. Yaani yenyewe inapokea, mito inaingiza maji haiyatoi. Na hiyo bahari sifa yake kubwa, hakuna kiumbe. Yaani hata uchukue sangala, samaki, uende ukaweke mle ndani, ni muda mfupi wanakufa. Kwa kule huwezi kuvua samaki. Huku kote unapoona bahari na maziwa wanavua samaki, ni kwa sababu kuna mahali maji yanaingia, kuna mahali maji yanatoka. Kwa sababu gani? Kutoa na kupokea ndio kunasababisha uhai wa kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo biashara isiyotoa kuna namna inajiua. Kampuni yote iliyofanikiwa ina charity department. Ina kitu anaita give back to the community. Popote give back to the community. Kuna mahali wanachukua, wanapeleka, wanarudisha kwenye jamii. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio Biblia inasema kuna watawanyaye lakini uongezewa zaidi. Kuna azuiaye isivyo haki, huyo anaelekea uhitaji. Mithali 11 mstari wa 24. Namba 8 na ya mwisho, ila hii sitaiongelea sana. Actually ziko 2 mbele. Hizi naomba nitaziongelea vizuri zaidi kesho. Lakini namba 8, kwa nini tunatoa? Tunatoa kwa sababu ni njia ya kuruhusu ufalme wa Mungu kuhusika katika uchumi wetu. Sasa hii sitaki ni rush, nataka niongelee vizuri. Ni njia mojawapo ya kuruhusu uchumi, kuruhusu ufalme wa Mungu kuhusika katika uchumi wetu. Na mfano mzuri ni mfano wa nchi. Hivi unajua ni namna gani unairuhusu serikali ya Tanzania kujihusisha na shughuli zako? Ni kupitia kutoa serikalini kwa kodi yako.
kodi yako ndio inaruhusu Tanzania, serikali ya Tanzania kukuhudumia. Na ukifuatilia maandiko, huu mfumo wa kupeleka serikalini alafu serikali inakuhudumia ni mfumo uliotokea kwenye maandiko. Ni mfumo umekopiwa kwenye maandiko. Kwa hiyo unapotoa serikalini unahalalisha kumilikiwa na serikali. Ndio maana maandiko yanasema mfalme ambaye mnamtaka mtapeleka kwake 10%, alafu ninyi mtakuwa wake, mtakuwa watumwa wake. Manake kupitia utoaji wakati wa Yusufu anatawala Misri. Hivi unajua wale jamaa walikuwaje watumwa wa Yusufu na Misri? Kupitia utoaji. Anasema walitoa 20%, wakaanza kuwa watumwa wa ule mfumo ambao alikuwa ameutengeneza Yusufu. Wana wa Israeli wanaambiwa mtatoa kwa serikali ya mfalme, alafu mfalme ninyi mtakuwa watumwa wa ule mfumo wa yule mfalme. Na unajua maana yake mtumwa nini? Mtumwa hawazi mahitaji yake. Yule bwana wake ndio anawaza mahitaji yake. Mtumwa anawaza tu kufanya kwa ajili ya bwana wake. Unataka umilikiwe na ufalme wa Mungu, kwa maana ya kwamba ufalme wa Mungu uanze kuwajibika na maisha yako. Moja ya kitu ambacho Mungu ametuwekea ni utoaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kesho nitasoma maandiko kwenye ile eneo, alafu tutaongelea na vitu vingine. Naomba tu usimame umshukuru Mungu, alafu tutakuwa tunaishi hapa. Mwambie Mungu asante kwa neno lako na kile ambacho nimejifunza leo na hatua ambazo umenipatia leo. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa siku nzuri uliyotupa na kwa neno lako ambalo umetupatia. Tunakutukuza Mungu. Ninajua fahamu zetu zimegeuka na utendaji wetu umegeuka pia. Wameinuka watu ambao watakutolea kwa usahihi na maisha yao yatabaki kama yalivyo. Hizi kanuni taanza kuziishi, na tunapoziishi taona matokeo. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, ninakushukuru Mungu mwaminifu kwa neno hili na kila ambacho umefanya. Tunakutukuza Mungu mkuu sana. Pokea heshima, pokea utukufu. Tunataka kumshukuru Bwana Yesu. Baba, tunakushukuru kwa kila ambacho umezungumza na sisi. Baba, asante kwa kila ufunuo ambao Mungu umetupatia siku ya leo. Baba, tunakubariki. Nena kwa lugha na kumshukuru Bwana Yesu. Arabashanda rabakosa rabaka. Mando robokosa rikara mashanda rabakosa. Jiombe, mwambie Mungu asante kwa neema hii ambaye ananipelekea kuwa bora kwa neno la utoaji. Ambaye ananipelekea kuwa bora kwa neno la utoaji, itakayoongeza matunda na matokeo kwa eneo langu la uchumi. Endelea kumshukuru Bwana Yesu na kunena kwa lugha. Karabashanda rabakoska vila mando robosa. Manda rabakosa rika mashanda rabakosa. Mekoska vila mando robosa katalabaya. Mshukuru Mungu kwa neno ambalo limekujenga na limekupa hatua mpya. Limefungua fahamu zako, limefungua akili yako. Rabashanda rika masko vila mando robosa. Makarabashanda rabakosa. Rika mando robosika rabashanda rabakosa. Manda rabakosa. Mwombe Mungu neema ya kuwa mtendaji. Neema ya kuwa mtendaji kwa jina la Yesu. Marabakosa. Kama nilivyolipokea, nimepokea na neema ya kuwa mtendaji. Kama nilivyolipokea, nimepokea na neema ya kufanya. Nimepokea na neema ya kutenda. Kwa jina la Yesu Kristo nitakuwa mtendaji bora kwa eneo la utoaji. Katika jina la Yesu Kristo. Makatoske vila mandorobosa. Rika ramashanda rabakosa. Mshukuru Bwana Yesu kwa sababu mtizamo wako umebadilika. Mtizamo wako umegeuzwa. Mtizamo wako umebadilika. Katika jina la Yesu Kristo. Rabashanda rabakosa. Kwa jina la Yesu na kwa nguvu za Roho Mtakatifu nisikie ukisema amen. Piga Yesu makofi mengi. Naomba tukae. Namshukuru Mungu kwa siku yetu ya 5.
ni vitu vya muhimu sana vinaendelea kutua kwenye roho zetu. So haya mambo nenda kayafanyie kazi, uone matokeo yake, uone raha yake na ladha yake. Uzuri wa kile ambacho umekisikia ni utakapokiingiza kwenye matendo, utaanza kuona ladha yake na uzuri wake. Amen. Yes. So nenda, hakikisha baada hapo unajua unatokea wapi. Unajua eneo gani uko bora. Unajua eneo gani unapaswa kuliboresha. Unajua eneo gani uko mzuri kabisa. Alafu ili uanze kuona namna ufalme wa Mungu unahudumia watu wake. Najua utakuwa ni mnufaika mkuu wa namna ufalme wa Mungu unahudumia watu wake. Amen. Yes, nenda ka experience hiki baada ya kuingiza kwenye matendo. Mungu akubariki. Utachukua sadaka yako utamtolea Mungu, alafu tuonane siku ya kesho kwa uaminifu. Mapema kabisa, saa 2 kamili umeshafika hapa. Nafikiri sio jambo la kusisitizwa, jambo la ufahamu na ni jambo la ukomavu pia. Kisha unafika mapema na elewa kwamba tuko kwenye majira ya masika. So sio kadanganya na mvua ya saa 12 au mvua ya saa 1. Usidanganywe na vitu kama hivyo. Hakikisha unafika ibadani kama agano lako na Mungu. Baba, katika jina la Yesu, mbariki kila anayekutolea kwa upendo, kwa imani, na katika jina la Yesu Kristo. Na tunaomba neema tena ya kuja kesho tukiwa imara katika jina la Yesu, tukiwa na uchangamfu sisi na familia zetu. Na naomba neema kwa ajili ya wale wengine wote pia, hata yule ambaye hakufika kwa sababu ya aina fulani ya majukumu, kwa sababu ya vizuizi fulani, neema yako ende mbebe na kumsaidia kuwepo mahali hapa siku ya kesho. Katika jina la Yesu tunaomba kinyume na kila ratiba za kipepo, katika jina la Yesu, dharura za giza ambazo zinawafanya watu wakose maendelezo ya mambo mazuri ambayo Mungu alikuwa ameandaa kwa ajili yao. In the mighty name of Jesus Christ, tunamtenga kila mtu na ratiba isiyo sahihi ambaye ingemnyakua na kumtoa kwenye ibada ya kesho, kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Tuna disconnect moyo wa kila mmoja ambaye alishaanza kuvutwa na jambo fulani kwa jina la Yesu Kristo. Mungu, tunakushukuru kwa sababu watakuja kwa wingi wao, watakuja kwa furaha kwa jina la Yesu na kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki. Unaweza kuweka sadaka yako. Tunaone kesho kwa uaminifu. Amen.